ya usalama ya wilaya yetu ya Mfindi, viongozi wetu wa chama na serikali, wakiwemo viongozi wa chama ngazi ya kata mliopo hapa, mwenyekiti na katibu, na viongozi wa chama wa matawi mliopo hapa, watendaji wote wa serikali kuanzia ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya kijiji, viongozi wetu wa dini, wadau wetu wa maendeleo mlioshiriki nasi siku ya leo, wakufunzi wetu ambao mmewapika hawa jeshi la akiba kwa miezi yote hiyo 6, wanafunzi wangu, watoto wangu na wanafunzi wote mliohitimu siku ya leo, kamwene nogage. Ndugu zangu tuliohudhuria katika mafunzo haya, awali ya yote napenda kujitambulisha kwenu, pengine wengine mlikuwa hamjawahi kuniona. Mimi naitwa Asia Juma Abdalla, ni mkuu wa wilaya ya Kilolo, na kwa siku ya leo na kwa siku hizi chache na kaimu nafasi ya mkuu wa wilaya ya Mfindi, ambaye mkuu wa wilaya ya Mfindi yupo likizo. Nimekuja hapa katika kata hii ya Luhunga kwa ajili ya kazi hii maalum ya kufunga mafunzo ya jeshi la akiba. Na hivyo basi nichukue muda huu kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uhai na kwa ajili ya kutupa muda huu kushuhudia tukiongeza nguvu kazi ya taifa katika kata hii ya Luhunga na wilaya ya Mfindi na mkoa na taifa kwa ujumla. Hongereni sana. Na wahitimu wetu tunawapongeza sana. Walikuwa 207, wengine wamepuputika, sijui wameenda wapi, wamekimbia, wamebaki 195, na wanawake wakiwemo na wanaume wakiwemo. Kwa hiyo nyie mtembee kifua mbele, mjione kwamba nyie ni washindi na mjione kwamba nyie mmepata mtihani huu kwa 100%. Kwa hiyo jipigieni makofi, jipigieni saluti, hongereni sana, kwa sababu haikuwa kazi ndogo, ilikuwa ni kazi ya mabonde na milima, ilikuwa ni kazi ya changamoto nyingi, ilikuwa ni kazi ya mazoezi mengi, lakini mmekuwa waadilifu, mmekuwa wavumilivu, mmekuwa chapakazi, mmeamua kulipigania taifa, mmeamua kulipigania kata yetu na wilaya yetu, na hatimaye leo hii tunashuhudia mkiapa kiapo cha utiifu mbele ya taifa na kwa amiri jeshi wetu mkuu Daktari John Pombe Magufuli. Na hii jamani ni mfano wa uadilifu na uvumilivu na uzalendo. Kuna wale ambao waliona uvivu wa kushiriki mafunzo haya, leo hii pengine mioni mwao, kwenye mioyo yao wanajuta. Tungeweza kuvumilia na sisi tungekuwa miongoni mwa jeshi, tungekuwa miongoni mwa nguvu kazi ya kata yetu, tungekuwa miongoni mwa nguvu kazi ya wilaya yetu ya Mfindi na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo tunapata ujumbe sio tu kwa jeshi la akiba, bali kwa sisi sote wananchi wa Tanzania, wana Mfindi na wana Luhunga, kuwa wavumilivu na kuwa wazalendo na kuwa tayari kulitumikia taifa katika mazingira yote magumu na mazingira yale ambayo ni rahisi. Na hii pia imeendelea kujidhihirisha hapa wakati tunaingia. Kumekuwepo na neema ya mvua, lakini wananchi mmeendelea kusubiri, mmeendelea kuvumilia, na zaidi wanafunzi wetu, wahitimu wetu wamepiga kwata la ukweli hapa wakati mvua ikiendelea kunyesha. Kweli hilo ndio jeshi, hiyo ndio maana kamili ya jeshi. Wangekuwa hawajapikika wakapikwa vizuri, wangekuwa hawajaiva vizuri, pale mvua ilivyoanza kunyesha mngeona wanakimbia uwanjani. Lakini wamepiga kwata ya ukweli, wameonyesha mazoezi yao ya ukweli mpaka wamemaliza, japokuwa kulikuwa na mvua kidogo. Kwa hiyo hongereni sana tena, mmeiva, mko tayari, na sisi kama serikali
tuko tayari kuwatumia muda wote, na nyie ni jeshi la akiba muda wote kwa ajili ya kujenga nchi na kwa ajili ya ulinzi wa mipaka ya nchi yetu, wilaya yetu na kata zetu na vijiji vyetu. Kwa hiyo niwapongeze sana wasaidizi wangu, kamanda wa jeshi la akiba wilaya, pamoja na wasaidizi wako wote ambao wameshiriki kufanikisha mazoezi haya. Lakini zaidi wakufunzi ambao mmekaa na wanafunzi hawa kwa muda wote wa miezi 6 na leo mmeweza kuwafikisha hapa wakiwa na afya tele, lakini wakiwa wamefanya mafunzo yao vizuri na tumeshuhudia kweli wameiva kweli kweli. Hongereni sana wakufunzi. Naamini kuna wengine mmetoka mbali, lakini tunawakaribisha tena wakati mwingine Mfindi. Kama ambavyo mmeona, Mfindi ni wilaya yenye neema tele, ina watu wachapakazi, ina watu rahimu. Hawa ndio wana Mfindi na hawa ndio wana Iringa, na naamini mmeishi nao vizuri sana. Ndugu zangu wana Mfindi na wana Ruhunga, yapo mambo mengi ambayo yatanufaika na mafunzo haya. Mkoa wetu una changamoto nyingi, zikiwemo ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto, ikiwemo mimba kwa wanafunzi wa shule za misingi na shule za sekondari, ikiwemo ubakaji wa wanafunzi na watoto wadogo, ikiwemo uhalifu wa mali za wananchi, pamoja na usalama wa raia kwa ujumla. Kwa maana hiyo sasa, nguvu kazi hii ambayo tumeshuhudia wanahitimu leo, jeshi letu la akiba hawa 195, tunataka katika kijiji hiki, katika kata hii, katika wilaya hii, hatutaki tena kuona uhalifu wa aina yote. Sasa afanye tuko sasa wazi? Hatutaki tena kuona uhalifu wa wizi wa mali za wananchi. Hatutaki kuona watu wakiwapa wanafunzi mimba. Hatutaki kuona wanawake wakinyanyasika, lakini pia kuna wanaume wengine na wenyewe huwa wananyanyasika japo hawapigi kelele. Sheria ni msumeno, inakata huku na huku. Na nyie wanaume ambao mmekuwa mkinyanyasika na hamwendi kusema pengine kwa mheshimiwa diwani au kwa mtendaji wa kijiji au kwa mtendaji, mnajinyima haki zenu. Kuna wanaume wengine wanapigwa na wake zao lakini hawasemi. Lakini ukatili uliokithiri ni ukatili wa wanaume kuwanyanyasa wanawake. Lakini mimba kwa wanafunzi, ubakaji, tumekuwa na doa baya sana katika mkoa wetu na wilaya zake, ikiwemo wilaya hii ambayo mimi naikaimu leo. Ubakaji kwa watoto wadogo, mimba kwa wanafunzi. Natoa maelekezo kwa jeshi hili la akiba ambao mmehitimu leo, ni marufuku tena kuona wanafunzi wanabebeshwa mimba wakiwa bado wanataka kuendelea kusoma. Wazi? Ni marufuku kuona wanafunzi wanabakwa. Ni marufuku kuona watoto wadogo wananyanyasika na akina mama wananyanyasika, lakini na wanaume pia. Wekeni mitego bila kutumia nguvu. Tumieni intelijensia ambayo mmefundishwa, wakamateni wote, waleteni kwenye vyombo vya sheria, sisi tuwashughulikie. Kwa hiyo ili tuishi kwa utulivu, ili usiende miaka 30 jela au maisha jela, achana na habari za wanafunzi. Mtoto mdogo mchukulie kama mtoto wako, mwache apate haki yake ya elimu. Taifa linagharamia mafedha mengi, mabilioni ya pesa kila mwezi, zaidi ya bilioni 23 zinatolewa kila mwezi kwa ajili ya watoto wetu tuliozaa wenyewe, ili wapate elimu bila malipo. Wanapoishia njiani kwa ajili ya mimba na kudhalilishwa na kuharibiwa kisaikolojia, taifa linaingia hasara. Tuiunge mkono serikali yetu chini ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli.
Tumefanya kazi nyingi, serikali imefanya kazi nyingi, na sisi kama viongozi wa serikali tunaombeni tuwaambie viongozi wetu wa chama, kazi mliotupa kama serikali tumeikamilisha. Tunasema tena tunataka mtupe kazi nyingine 2020, 2025. Tuipige, tuikumute kama hatuna akili nzuri. Kwa hiyo viongozi wa chama, sisi ni kama wauza duka. Duka lenu tumelifanya, tumeliuza vizuri, na hakika mkifanya mahesabu dukani mtakuta na change imebaki. Mheshimiwa Diwani najua ni mchapakazi, amefanya kazi nyingi katika kata hii. Diwani msomi, diwani kijana, amefanya mambo mengi, na sisi pia tumeendelea kufanya naye kazi kwa karibu, na hakika mtaendelea kuchapa kazi ili kuleta maendeleo zaidi. Mmesema kwamba kuna shida ya ajira, shida ya usafiri na mambo mengine, lakini napenda niwaambie, msipende kuchagua kazi. Fanyeni kazi yoyote ile ambayo ni kazi halali, inakupatia kipato halali. Usiseme kwamba wewe umefanya mafunzo ya Jeshi la Akiba miezi kadhaa, huwezi kufanya kazi ya shilingi 2000, huwezi kufanya kazi ya 1000, hauwezi kufanya kazi ya 10,000, hauwezi kufanya kazi. Shilingi 100,000 inaanza na shilingi 1. Shilingi 50,000 inaanza na shilingi 5. Fanyeni kazi yoyote na msikubali kupoteza muda wenu, na hii sio kwa Jeshi la Akiba tu, hii iende kwa wananchi wote. Fanyeni vibarua, msiogope. Ukienda kufanya kibarua leo cha ekari moja 50,000 au 60,000, ukalima siku 2 eka moja ukamaliza, au siku 4, kesho hautakuwa tena na 10,000, utakuwa na 50,000. Kesho kutwa unafanya tena, unakuwa na 100,000. Na 100,000 ukiamua ujenge kichanja chako cha kuku wa kienyeji, ukawa unaanza kufuga kuku mmoja 15,000, 20,000, ukiwa na kuku 5, 10, unakuwa hauko pale, unakuwa umesogea. Luunga oye! Tunaelewana ndugu zangu? Ndio. Fanyeni vibarua, fanyeni kazi ambazo zipo mbele yetu bila kuchagua, ili mradi ziwe kazi za halali. Wazi? Tunaelewana? Kwa hiyo kwa hayo machache ambayo nimeyasema, mimi kama kaimu mkuu wa wilaya ya Mfindi nimefurahishwa sana na nimeridhika sana na mafunzo yenu, na nimeridhika sana na paredi yenu. Hakika mmeiva, mko tayari kwa ajili ya ulinzi wa wilaya yetu na mkoa wetu na taifa kwa ujumla. Na rais anawapenda sana. Mkuu wa wilaya Mfindi Jamhuri anawapenda sana. Mkuu wa mkoa ameniambia nije kuwasalimia, anawapenda sana. Atakuja muda mwingine naye kwa ajili ya kuja kuwasalimia. Tufanye kazi. Starehe kidogo na kazi zaidi. Yaani kazi ndio kila kitu. Kwa bahati nzuri mkoa au wilaya zetu hizi, kwa maana hata wilaya Mfindi hii, Mungu ametupa neema zote. Mungu ametupa hali ya hewa nzuri, Mungu ametupa ardhi nzuri, Mungu anatujalia mvua inanyesha ya kutosha, lakini tuna nguvu kazi ya kutosha. Na zaidi sisi ni wachapakazi, sio wavivu. Kwa hiyo tutumie mvua hizi kuchapa kazi, na isije ikatokea tena inafika mwakani tunalia serikali tuletee chakula. Hapana. Hilo kwetu katika wilaya yetu ya Mfindi iwe ni jambo la kupiga vita, la kulipinga kabisa. Jambo la aibu. Tusiombe chakula cha njaa wakati mvua hizi zinanyesha, hali ya hewa nzuri, ardhi nzuri na mambo mengine. Tulime ili tuweze kunufaika na hii mvua, na baadaye tuongeze pato la taifa kupitia mazao ya kilimo na mambo mengine kama hayo. Sasa basi tunapofikia mwisho, naomba tu niwaambie kwamba kuna ile changamoto ya usafiri. Nafikiri katibu tawala nao utawasiliana na mkurugenzi wa Mfindi kuangalia ni namna gani sasa ya kuziwezesha hizi kata. Kama sio labda gari inaweza kawa hatua nyingine kubwa, pengine hata pikipiki na mambo kama hayo yakipatikana kwa ajili ya matumizi ya serikali, yatakuwa rahisi kwa ajili ya kuokoa mali na raia katika mambo yote ya kiusalama na mambo kama hayo.
lakini zaidi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukumbuke kwamba tunalo jembe letu. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli anaenda kusimama tena. Inapofika uchaguzi, kata hii hatutegemei tupoteze hata kura moja, zote tupeleke kule ili arudi aje aendelee kuchapa kazi. Tujenge barabara za lami, tufanye mambo mengine mazuri. Lami ikifika huku maendeleo yanaendelea, hospitali na mambo tu yote hayo yatawezekana. Kwa hiyo tusimamie uchaguzi, tutoe kura za ushindi ili serikali iendelee kufanya kazi kwa watumikia wananchi na kuleta huduma karibu kwa wananchi. Kwa hiyo natamka rasmi nimewafunga mafunzo haya mpaka tena yatakapoitishwa wakati Asante sana.